Mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuashiria uwezekano wa kuanzisha mazungumzo mapya na Tehran, hatua inayozua mjadala mkubwa wa kimataifa. Wakati baadhi ya wachambuzi wakiamini kuwa mazungumzo haya yanaweza kuwa njia ya kupunguza mvutano, wengine wanaona kama mbinu ya kisiasa inayoweza kuficha maandalizi ya hatua mpya za kijeshi. Hii ni kutokana na taarifa kuwa Marekani inaendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwemo kupeleka maelfu ya wanajeshi. Kwa upande mwingine, hatua hiyo imeanza kuleta mgawanyiko ndani ya mshirika mkuu wa Marekani, yaani Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaripotiwa kutokuwa na imani na mwelekeo wa mazungumzo hayo, akisisitiza kuwa vita dhidi ya Irani vinapaswa kuendelea hadi vitisho vyote vitakapomalizika. Mchambuzi wa usalama kutoka Israel anaeleza kuwa kuna tofauti kubwa kati ya msimamo wa Trump na Netanyahu. Wakati Trump akionekana kutafuta njia ya kumaliza mzozo huo, Netanyahu anaonekana kusukuma mbele ajenda ya kuendelea vita hata kufikia hatua ya kubadili mfumo wa utawala nchini Iran. Hali hii inamweka Netanyahu katika wakati mgumu wa maamuzi. Ikiwa Marekani itaamua kusonga mbele na mazungumzo, itakuwa vigumu kwa Israeli kuendelea na vita bila uungwaji mkono wa washirika wake wakuu. Wakati huo mashambulizi yakiendelea katika maeneo mbalimbali, huku Israeli ikiendeleza operesheni zake dhidi ya makundi yanayoungwa mkono na Irani, ikiwemo Hezbollah nchini Lebanoni. Hatua hii inaashiria kuwa hata kama mazungumzo yataanza, vita vinaweza kuendelea katika maeneo mengine ya ukanda huo. Kwa upande wa Irani, hali inaonekana tofauti. Vyanzo vya uchambuzi vinaeleza kuwa Tehran inaingia katika mazungumzo ikiwa na kujiamini, hasa baada ya kudhibiti moja ya njia muhimu zaidi za mafuta duniani, Strait of Hormuz. Hatua hiyo imeongeza presha kwa masoko ya kimataifa na kuipa Irani nguvu zaidi katika meza ya mazungumzo. Aidha, hatua ya Trump kuondoa onyo lake la awali kuhusu kushambulia miundombinu ya nishati ya Irani imeonekana kama ishara ya kuregeza msimamo, jambo linalochochea tafsiri tofauti kuhusu nia halisi ya Marekani. Wachambuzi wanaeleza kuwa hatua ya kuanzisha mazungumzo inaweza kuwa na malengo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutuliza masoko ya mafuta, kujaribu kugawanya uongozi wa Irani au hata kununua muda kabla ya operesheni nyingine za kijeshi. Kwa sasa mzozo huu unasimama katika mstari mwembamba kati ya amani na vita zaidi. Hakuna upande unaoonekana tayari kusalimu amri, na tofauti za mkakati zinaendelea kuifanya hali kuwa tete zaidi. Swali linalobaki ni hili: je, mazungumzo haya yatafungua mlango wa amani au ni mwanzo wa hatua nyingine ya mapambano makubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati? Endelea kuwa nami kupitia Koplo Media kwa habari za kitaifa pamoja na kimataifa. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, basi ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote itakayokujia kupitia Koplo Media.